Naam, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa moja. Jina langu ni Sara Nzilani. Ziara ya kitaifa ya Rais William Ruto mjini Beijing imeingia katika awamu muhimu leo hii kwa ushindi wa kihistoria wa kidiplomasia na maendeleo. Ruto na mwenyeji wake Rais Xi Jinping ameshuhudia kutiwa saini kwa mkutano mpana wa win-win wa makubaliano. Hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa Great Hall of the People imeshuhudia makubaliano ya sekta mbalimbali yakitiwa saini. Kiini cha mikataba hiyo ni maelewano MOU kuhusu uchumi samawati, uvuvi na masuala ya bahari unaounganisha Kenya na mkataba wa ruzuku wa uvuvi wa WTO. Hatua hii imepanga kuwezesha jumuiya ya pwani na kukuza usimamizi endelevu wa rasilimali za bahari, kuunda nafasi za kazi na kuongeza mauzo ya nje. Pia inaweka nchi kama kiongozi katika kutumia uwezo ambao haujatumiwa na rasilimali zake za bahari, huku ikihakikisha endelevu wa mazingira. Ziara hiyo pia imeimarisha ushirikiano wa msingi katika sayansi, teknolojia na uvumbuzi. Aidha, nchi hizo mbili pia zimetia saini makubaliano kuhusu michakato ya uhamiaji, visa, hatua ya kupambana na magendo, kuzuia biashara haramu ya binadamu na mafunzo ya wafanyikazi. Hii ni kuimarisha mifumo ya usalama wa mipaka ya Kenya na kufanya mifumo ya usimamizi wa uhamiaji kuwa ya kisasa. Kididi FM kwa habari moto. Na waziri wa elimu Julius Migos ametangaza kuwa somo la hisabati litakuwa la lazima katika ngazi za shule za upili na kubadilisha tamko la awali la serikali la kuifanya liwe la hiari. Akizungumza wakati wa mkutano wa kitaifa kuhusu mtaala unaozingatia umahiri CBC, Migos amesema kuwa uamuzi huo ulifanywa baada ya washikadau wengi wakati wa mijadala ya CBC kutaka somo la hisabati kama somo katika shule ya upili. Hii ina maana kwamba wanafunzi ambao watachagua fani ya STEM, sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati watasoma hisabati ya hali ya juu, na wanafunzi watakaochagua njia nyingine mbili watasoma hisabati iliyorahisishwa. Haya yanajiri baada ya Wizara ya Elimu kutangaza kuwa hisabati haitakuwa ya lazima tena kwa wanafunzi wa shule ya upili chini ya mtaala unaozingatia umahiri CBC, na hivyo kuashiria mabadiliko makubwa kutoka kwa mfumo ulioondolewa wa 844. Katika mfumo huo mpya, wanafunzi watachukua masomo manne ya lazima ambayo ni lugha ya ishara ya Kiingereza, Kiswahili, elimu ya kimwili na mafunzo ya huduma kwa jamii. Kisha watachagua masomo mengine matatu kutoka kwa kundi la chaguzi la 38. Hatua hiyo ikikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa muungano wa walimu wa elimu ya baada ya shule ya msingi KUPPET, huku kaimu katibu mkuu wake Moses Nturima akisema kufanya hisabati kuwa hiari kutaathiri mustakabali wa masomo na taaluma kwa wanafunzi. Kididi FM kwa habari moto. Na katibu mkuu wa usalama wa ndani Raymond Omolo amesema serikali imetekeleza 50% ya mapendekezo yaliyopendekezwa na jopo kazi kuhusu mageuzi ya usalama. Marekebisho hayo yanalenga huduma ya kitaifa ya polisi, huduma ya magereza ya Kenya na huduma ya kitaifa ya vijana. Kulingana na Omolo, mchakato huo uko sawa na tayari unaonyesha matokeo. Omolo amebainisha kuwa 30% nyingine ya mapendekezo yatatekelezwa. Haya ni pamoja na uboreshaji wa uwezo, ustawi, mishahara na kuajiri miundombinu. Omolo amesema maendeleo hayo yametokana na msaada kutoka kwa wadau na kusisitiza kuwa ajenda ya mageuzi inazingatia uwajibikaji, ufanisi na utendakaji wa ustawi wa maafisa. Hata hivyo, ripoti iliyowasilishwa wakati wa mkutano huo imeonyesha kuwa baadhi ya mageuzi bado yalikuwa nyuma. Hizi ni pamoja na mabadiliko yanayohusiana na ustawi, juhudi za uangalizi na hatua za kupambana na ufisadi. Daktari Omolo pia ameahidi kuendelea kuhamasisha umma na kushirikiana na washikadau ili kuendeleza mageuzi hayo, kwani serikali inaendelea kujitolea katika uwazi, uwajibikaji na weledi katika sekta ya usalama. Kididi FM kwa habari moto. Na waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen amesema baraza la mawaziri
litazingatia ripoti ya jopo kazi la Rais William Ruto kuhusu mapitio ya sheria zinazosimamia mashirika ya kidini nchini Kenya. Murkomen amefichua kwamba kamati ya baraza la mawaziri inashikiliwa na ripoti ya jopo kazi inayoongozwa na Kasisi Mutava Musyimi ambayo ilipendekeza mageuzi ili kupunguza itikadi kali za kidini. Murkomen amesema baraza la mawaziri litazingatia ripoti hiyo kabla ya kuwasilishwa bungeni ili kutekelezwa. Murkomen alikuwa anajibu kisa cha Migori ambapo waumini wawili walifariki na wengine 57 kuokolewa kutoka kanisa baada ya kukataa kutibiwa katika hospitali ya eneo hilo. Aidha, Murkomen amepongeza hatua haraka ya maafisa usalama katika kaunti ya Migori kudhibiti kanisa linaloaminika kuhusika katika mafundisho kinyume na katiba. Murkomen amesema dini ina jukumu muhimu la kukuza taasisi za kidini, ila imekashifu chache ambazo huchukua fursa ya waumini wao hatarini kutokana na dini za itikadi kali. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kuwa polisi Tanzania imewakamata wanasiasa wawili wakuu wa wapinzani Alhamisi walipokuwa wakielekea mahakamani kuhudhuria kusikilizwa kwa kesi ya kiongozi wa chama chao Tundu Lissu aliyekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Kulingana na msemaji wa chama cha kidemokrasia ya maendeleo Chadema Brenda Rupia, naibu mwenyekiti John Heche na katibu mkuu John Mnyika wamekamatwa walipokuwa njiani kuelekea katika mahakama ya Kisutu mjini Dar es Salaam. Sababu ya kukamatwa kwao haikuwekwa wazi, kwani msemaji wa polisi hakujibu ombi la shirika la habari la Reuters. Lissu ambaye alikuwa wa pili katika uchaguzi mkuu uliopita wa mwaka 2020 alifunguliwa mashtaka ya uhaini mwezi huu kufuatia kile ambacho waendesha mashtaka wanasema ni hotuba iliyokuwa inatoa wito kwa umma kupinga na kutatiza uchaguzi wa rais na bunge unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema serikali yake inaheshimu haki za binadamu na imetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi kuhusiana na msururu wa visa vya utekaji vilivyokuwa vinafanyika nchini humo mwaka jana. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa habari zetu awamu ya saa 1, na watakia usiku mwema. Jina langu ni Sara Nzilani.